وكذلك يا أيها السلفيون vile vile enye masalafi ihdharu min at-taqlid, jitahadharini kutokana na hii ugonjwa wa taklid, kama vile wengi miongoni matulabu ilm wanavyozungumza ya kuwa sisi tunawafuata maulama katika ikiwa maneno ya maulama inaambatana na shahwa zao ama inaambatana na matamanio ya nafsi yao, lakini maulama wakazungumza jambo ambalo wenyewe hawalitaki, basi hawatawafuata maulama. Hii ni shani ya watu wa batil. Vile vile taklid ni miongoni mwa sifa za makafiri. Taklid ni miongoni mwa sifa za makafiri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Anasema Allahu azza wa jalla, wakadhalika ma arsalna min qablik, na vile vile hatukuwa wenye kuwatuma hao kabla yako, yani hatukuwatuma mitume hao waliokuwa kabla yako, fi qaryatin, katika jiji lolote, mji wote huo, min nadhirin, katika lengo ya kuwaonya wa hao mitume. Wakati Allahu azza wa jalla hawajumbe anawatuma kwa kaum, alikuwa akiwatuma kwa ajili ya kuwaonya hao watu watoke katika dhalal na waende katika nuru iliyokuwa sawa. Illa qala mutrafuha, angalia, baada ya mitume kuwafikizia watu kama na hao haki, anasema Allah kadha, basi sikilizeni maneno ya hao muqallidun, hao waliofuata taklid. Sababu mtu wa taklid hata ukimwambia namna gani hawezi kukuelewa, na hii ni shani ya watu wa batil, vile vile ni sifa ya makafiri. Anasemaje? Wakasemaje? Illa qala mutrafuha, bali wakazungumza hao waliokuwa wakiishi katika hali ya raha, wakifurahia katika aish iliyokuwa mazuri sana. Sikia ngizi waliojibu wa mitume, wakasemaje? Inna wajadna abaana, hakika sisi tuliwakuta wa baba zetu, tuliwakuta hapo baba zetu katika hii ardhi, ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, tuliwakuta baba zetu kwenye hii dunia, ala umma, kwenye hii umma, wa inna ala atharihim muqtadun, na hakika sisi juu ya athari zao na njia zao tutakuwa wenye kuwafata. Yani wao watafata athari za babu zetu. Na vile vile ukiangalia kwa makadiria, wao wanakuambia sisi hatuwezi tukaacha talqin wala hatuwezi tukaacha mahitima baada ya mtu kufa, sababu wa babu zetu walikuwa wakayafanya. Fahamuni ya kuwa enyi watu mliofanya hivyo, mcheni Allah. Hii ni miongoni mwa sifa za makafiri. Wao walikuwa wakiwaambia manabii wakisema, inna wajadna abaana, hakika sisi tuliwakuta baba zetu sisi, ala ummatin, juu ya hii umma, wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi kwenye athari zao na njia yao na ndio manhaji yao ambao watafata. Hii ni taklidi ambayo ni mbovu sana, na taklidi ni kufata mtu, unachukua kauli ya mtu kwa hoja na hali ya kuwa sio hoja. Unajua mimi fulani akazungumza basi. Na vile vile hii utaiangalia kwenye shani ya mahizbi, hao wanaomtani Sheikhuna Yahya al-Hajuri hafidhahullah, wanasemaje? Sisi tunafata aqwal za ulama sababu wamemjeruhi Sheikh Yahya. Kauli gani ambao wamemjeruhi Sheikh Yahya? Na ni maulama gani? Hakuna. Bali ukiangalia hata hiyo maneno waliyozungumza, wengi miongoni mwa ulama walitaraja kunako hii maneno, na wengi miongoni mwa ulama walikuwa wakibebesha maneno kwa mtu mmoja ambaye jina lake Arafat al-Barmaki, ndio Arafat Muhammadi, hadha al-kadhab dajjal fi bilad al-Yamaniya. Huyo ni kadhab, huyo ndio
walikuwa wanafanya hiyo fitna kupelekea maneno akina Sheikh Rabi hafidhahullah, basi vile vile ni waongo na uongo wao ulifichuka na washaanguka, wameanguka, wala hawezi kuwasikia hata katika nchi ya Yaman. Na ndiyo maana taklidi ni kitu kibaya. Wao wanazungumza, maulama wamezungumza kumjeruhi Sheikh Yahya. Naam, wamemjeruhi kwa lipi? Kwa neno gani? Eti kasema Uthman ibn Affan mubtadi', eti kuwa mtume akakosea katika wasaili dawa, na wanapatika maneno na mengine. Fahamuni ya kuwa mcheni Allah, hii ni fitna na kila kitu kitakwisha. Hii ni taklidi. Taklidi ni magonjwa mabaya na inampelekea mtu katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah.